zimekuwa zina ucheshi, zina comedy ndani yako. Mara nyingi nilikuwa nikifuatilia na nikienjoy sana, hata ukiwa kwenye viongozi wakubwa. Zamani uliwahi kutamani kuwa comedy ama ndio ulivyo? Maana unajua zamani labda jinsi ya comedy zilikuwa very serious. Unaonekana bwana wewe usifanye vitu, unaonekana ni muuni. Na mtoto wa rais tena, wewe. Mtoto wa rais tena. Nikamwambia kwa kifupi, shauri ya shida tu. Ingekuwa mambo yangu mengi yamenyokea, ningenisikia kimya sana. Kwani kabisa? Shauri ya shida. Sasa hivi nashukuru. Wenzangu mwaka jana kama sikosei, hawa wa taasisi inayohusiana na utamaduni walianzisha kwa mara ya kwanza tuzo kwa ajili ya shughuli ya uchekeshaji. Na walipoanzisha tuzo ile, mimi bila kujua nilikaribishwa kushiriki, lakini bila kujua nilitunukiwa tuzo ya kiongozi mcheshi. Kiongozi mcheshi. Nilishukuru sana. Kwa sababu kwa muda mrefu nimekuwa nikipokea tuzo, lakini sio za kwangu. Nilikuwa kwa niaba ya Mzee Nyerere. Nimepokea tuzo nyingi na uzoefu mwingi kwa kupokea tuzo. Utafikiri za kwangu, lakini hazikuwa za kwangu. Sasa nilikuwa napokea tuzo kwa niaba ya Mwalimu Nyerere kwa sababu yeye hayupo na mimi nipo, lakini tuzo zile zilikuwa zinahusiana na mchango wake kwa nchi yetu. Nilikuwa najiuliza na mimi mchango wangu lini? Mchango wangu kwanza ni nini? Kwa bahati nzuri sasa hivi nimeshajua mimi mchango wangu kuchekesha watu. Kwa hiyo nilishukuru sana. Nilishukuru sana walinipa tuzo ile. Na mimi ninayo ofisini kwangu pale, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Rukwa. Ukifika pale utaiona nimeiweka mezani. Najisikia vizuri sana. Kwa mimi na mchango kwa uchekeshaji kwa nchi yangu. Ni wenzangu sijui mna mchango gani, lakini msijali, mwanzo mgumu. Unaweza ukajipata uzeeni ukagundua kitu chako ni hichi. Okay. Asante sana mheshimiwa. Mbarikiwe. Nimefurahi kuwaona hawa kina mama na huyu jamaa yangu.